ile miongo inakuwa prolonged, inakuwa mirefu. Kama ni miezi mitatu, pengine utakuta mvua kutoka mwezi wa Disemba 31st inaweza kufika hadi pengine Mei, saa nyingine hatuna mvua. Vile viumbe ambao vimehifadhi ile nutrients kwa ajili ya kuweza kuishi kwa kipindi kile, maana yake itakuwa ile reserve yao imekuwa imeisha. Kama unatokea tatizo la njaa katika taifa, tunaambiwa tuhifadhi chakula ambacho tumehifadhi kimeisha, kinachotokea nini? Majanga. Kwa maana wao wanapohifadhi ile nutrients katika kipindi cha miezi mitatu, kusimu kwamba kile kipindi cha ukame itakuwa kimeisha, kikiongezeka maana yake vinakufa na maana yake vingine vinatoweka na jamii yao inashindwa kuweza kuona hivyo. Ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar imetoa jumla ya miti 2000 bure kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ikiwa ni utekelezaji wa programu ya Zanzibar ya urithi wa kijani. Akizindua zoezi la upandaji wa miti kwa maafisa habari ambao wamefanya ziara katika mkoa wa Kusini Unguja, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Ayub Mohamed Mahmud akawa na haya kwa maafisa habari kuhusiana na Kusini ya kijani katika upandaji wa miti. Karibuni Kusini ya kijani. Asante. Ndugu viongozi na ndugu wanahabari, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na nikukaribisheni sana katika mkoa wa Kusini Unguja. Karibuni sana Kusini Unguja. Kusini Unguja kikweli ni moja kati ya eneo muhimu sana, hasa kwa dhana ya kijani. Kwani kwa upande wa Zanzibar, Kusini Unguja inaongoza kwa ukubwa wa ardhi. Ina ukubwa wa square kilomita 814 kati ya square kilomita za Zanzibar 2650. Lakini na uchache au udogo wa watu kulinganisha na mikoa mingine, hivyo tumebarikiwa sana kwa eneo hili la mazingira kufanya vizuri. Moja ya eneo ambalo tumefanya vizuri kwa upande wa mazingira ni upandaji wa mikoko. Mikoko iliyo mingi inapandwa katika mkoa wa Kusini Unguja. Lakini eneo la pili ni kwamba tumebarikiwa mkoa wa Kusini Unguja una hifadhi ya taifa 1, una misitu ya serikali 4 na una misitu ya jamii 32. Kwa hiyo misitu yote hiyo inahitaji kupandwa na kuhifadhiwa. Kwa hiyo ujio wenu wanahabari katika mkoa wa Kusini Unguja, kwanza kwetu ni faraja, lakini pili mtakuwa ni mabalozi wazuri wa kwenda kuelimisha kuhusu kijani kutokana na mfano mzuri wa Kusini Unguja. Nimeambiwa kuwa katika ratiba yenu mtapata nafasi ya kwenda kutembelea hifadhi ya taifa. Pale mtajionea kwa vitendo kwamba kweli Kusini ni ya kijani. Eneo ambalo tupo kwenye msitu wa Muyuni Jambiani ni eneo ambalo lina karibu hekta 4000 na leo tunataraji kupanda miti 2000, ambapo tunataraji kila mwanahabari atapanda miti isiyopungua 4. Kwa sababu nimeambiwa kuna wanahabari 500. Sasa tunaamini kwamba miti hii mnayoipanda itakuwa ni sehemu ya baraka kwetu kuendeleza kijani. Tunawashukuru kwa kuchagua Kusini kwenye hili. Mmechagua chaguo sahihi na tunaombea kwa Mungu kwamba mkamilishe zoezi hili kwa salama na amani. Wanahabari mna mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba Tanzania yetu na Zanzibar kwa ujumla zinaendelea kuwa za kijani. Hivyo leo ambapo mmekuja kutekeleza kwa vitendo dhana ya Tanzania na Zanzibar ya kijani, ni waombe sana mkirudi muwaihimize jamii, kwanza isivamie maeneo ya hifadhi, pili ipande miti kwa wingi, na kwa kadri iwezekanavyo wasikate miti. Kwa sababu wakifanya hivyo watatusaidia sasa kuhakikisha kwamba tunaiacha Zanzibar na Tanzania kuwarithisha wanaotufuata ikiwa ya kijani na kuendelea hivyo. Baada ya hapo niseme tu kwamba maamuzi yenu haya yanaakisi dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba kunatumika nishati safi. Na sisi wana Kusini Unguja, dhana hiyo tunaitekeleza kwa mambo karibu makuu matatu. Moja, tumeshahamasisha kwenye maeneo makubwa kama yale ya mashule ya boarding, maeneo ya wafungwa, lakini vile vile kwa wajasiriamali wadogo wadogo, kuhakikisha kwamba wanatumia nishati safi katika kupikia. Lakini eneo la pili, tunaendelea na vikundi mbalimbali vya kijamii kuhakikisha kwamba tunapanda miti kwa kiasi kikubwa, na nyinyi leo mmekuja kutunga mkono. Tunawashukuru na kuwapongeza sana. Eneo la tatu ni kwamba Kusini Unguja kwa sasa inaelekea kwenye umeme wa jua.
ambao nao pia itakuwa ni sehemu ya nishati safi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru na niwakaribishe, na sasa niseme tuko tayari kwa ajili ya upandaji wa miti na naomba kazi iendelee. Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na ndiye msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Gerson Msigwa, anasema dhumuni la maafisa habari ni kutekeleza kupanda miti kila pahala ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kutekeleza Tanzania ya kijani. Ndugu yangu Ayubu, mkuu wa mkoa wa Kusini, katibu mkuu, tunakushukuru sana. Kaimu katibu mkuu wa wizara, maafisa habari wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Ndugu zangu, kwanza tunawashukuru sana kwa kuja. Tumeanza rasmi ratiba ya kikao kazi itakayokuwa inazingatia mazingira. Kwa hivyo leo tunatekeleza kila ambacho tulikuwa tumekipanga, kwamba tutakuwa tunapanda miti kila tunapokwenda. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru. Tumekuja 500, lakini najua waliokuja hapa hawafiki 500. Kwa hiyo tuliopo, ili tumalize miti iliyopo, inabidi tupande kila mmoja miti 7. Mimi nitapanda miti 10. Lakini kuanzia sasa, kikao kazi popote kitakakokwenda, tunaomba viongozi wa mikoa mtuandalie maeneo ya kupanda miti. Ni lazima maafisa habari tuwe sehemu ya utunzaji wa mazingira. Tutaandika habari, tutawahabarisha Watanzania, lakini lazima tuhakikishe mazingira yako salama. Na kupongeza mkuu wa mkoa na wapongeza viongozi wote wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tunaomba utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Tumwambie tumefurahi sana kuja Zanzibar. Tutakuja tena wakati mwingine. Na sasa nawaomba maafisa habari wenzangu, twendeni tukapande miti. Siku hii ni ya mvua na ndio siku nzuri ya kupanda miti. Asanteni sana. Mariam Juma Mabodi ni katibu mkuu ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, anasema ofisi yake itahakikisha inasimamia miti hiyo kuona itastawi kwa uoto wake wa kijani katika eneo hilo la Muyuni Jambiani. Katibu mkuu Wizara ya Habari, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naibu katibu mkuu, kaimu katibu mkuu Wizara ya Habari Zanzibar, wakurugenzi, maafisa mbalimbali wa misitu na Wizara ya Mazingira, pamoja na wageni wetu ambao ni waandishi wa habari wa Tanzania. Asalamu alaykum na habari za leo. Mimi mheshimiwa, kwa ruksa yako natoa shukurani za dhati sana kwa wenzetu waandishi wa habari wa Tanzania kwa kuja kuungana nasi katika kuunga juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar katika kuweka mazingira yetu vizuri, hasa kama ulivyosema mheshimiwa, kuwa na Tanzania ya kijani. Kwa hiyo tunatoa shukurani zetu za dhati na tunazijali nguvu zenu, hoja zenu mnazozichukua katika kuhamasisha mazingira, na leo mmefanya kwa ushuhuda katika upandaji wa miti. Kwa tunakuahidini, tukua sisi kama ni ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kusimamia mazingira, tunaahidi kwamba miti mnaoipanda tutaisimamia kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, ili kuhakikisha kwamba miti hii inamea, inakuwa na kufikia lile lengo ambalo tunatakiwa Zanzibar na Tanzania kijani. Asanteni sana, kazi iendelee. Naye afisa kutoka ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Raya Hamadi, anaelezea jinsi ya umuhimu wa upandaji wa miti kwa kila Mtanzania kama hapa anavyosema. Kwa sababu ni muda ambao miti inastawi na itakuwa wenyewe kupata yale maji ambayo Mwenyezi Mungu anatuletea. Kwa hiyo niwaombe sana tu wananchi kwamba kuhakikisha kwamba tunapanda miti. Kila mtu mmoja hakikisha anapanda miti 3. Hii ni kwa faida yako mwenyewe. Na kama mtakumbuka historia zamani, watu wa zamani walikuwa na hikma zao. Mtoto anazaliwa, kitovu kile kikianguka, wanasema unakwenda kupandiwa mti. Basi si vibaya hata sasa hivi wananchi tukaurudisha ule utamaduni wetu, kwamba mtoto amezaliwa anapandiwa mti, akiwa mkubwa anauona huu mti wangu. Nasikia kitovu cha Mwarabu kimetupwa pale au kitovu chake kimewekwa pale, kwa hiyo unauona mti wako wewe mwenyewe, unakuwa uko proud. Lakini jengine tuone kwamba umuhimu, sisi tumerithi, sasa hivi tunakula embe, tunakula madafu, tunakula matunda yale yenyewe hasa ya asili. Waliopanda ile miti wameshafariki,
lakini sisi tunakula matunda yao. Lakini ile uione kwamba ni kheri nyingi zinapatikana duniani na kesho akhera. Kwa hiyo tupande miti kwa wingi, tuhakikishe tunahamasisha mpaka watoto wetu tuone kwamba huu ni utamaduni. Kwa hiyo kila Mzanzibari, kila Mtanzania ahakikishe anapanda mti, na uhakikishe kwamba kila mtu anapanda miti mitatu. Tujitahidi basi katika kipindi hichi cha mvua tuhakikishe tunapanda miti, tufanye bustani, siwe kama tunajenga majumba makubwa ndani lakini ndani hamna mti hata mmoja. Huu mabadiliko ya tabia nchi pia yanachangia ukataji wa miti ovyo. Kwa hiyo unakata mti, panda mti, na mti haukati tu pasina sababu, na ukiukata hakikisha unapanda mti. Kwa hiyo tunasema kwamba ofisi ya makamu wa kwanza ya rais tunahamasisha wananchi kupanda miti kwa ajili ya kutunza na kuhifadhi mazingira yetu yawe mazuri na yenye kustawi, na wanaokuja na watakaorithi watakapokuja basi waone kwamba Zanzibar ya kijani kama ilivyokuwa awali. Tumekuta kijani, na hata huko ukiangalia katika vitabu kifungua Hawa na Adam walikula matunda, yalitokana na nini? Yalitokana na miti. Kwa hiyo tuwe na huo utamaduni wa kupanda miti. Kikubwa tu tunawashukuru sana maafisa habari, mawasiliano, uhusiano na itifaki kwa zoezi zima ambalo leo wamelifanya. Ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kama katibu wetu alivyotoa zile shukurani, basi nasi tunaomba kwa pamoja mzipokee shukurani hizo. Lakini pia tunashukuru sana waandishi wa habari kwamba taarifa hizi zinarushwa, lakini na waandishi wa habari tunawaomba na wao basi waandae event yao maalum, na miti inapatikana bure. Ofisi ya makamu wa kwanza rais ipo tayari kuwapa miti bure, kutafuta eneo kwa kushirikiana na halmashauri, kushirikiana mkoa ama wilaya na kupanda miti. Miti ipo ya aina tofauti, na tunapendekeza zaidi sana tupande miti yetu ya matunda na ile miti ya asili. Hatupendelei sana kupanda miti ile ambayo tumeichukua nje. Tunayo miti yetu ya asili. Kwa mfano, mtoto leo hajui pengine pilipili doria ni nini, lakini utakapokuja tutakupatia pilipili doria, tutakupatia michongoma, tutakupatia mikunazi, tutakupatia mikungu. Zamani tukisoma tulikuwa tukipita majiani, tukila kungu, tukila fuu, tukifika nyumbani tumeshiba, hata maradhi ya meno yalikuwa si aghalabu. Sasa hivi watoto ni chocolate, skuli chocolate, kila pahala machocolate, mabiskuti. Wanasahau kabisa kama kuna chongoma, kuna fuu, kuna kunazi, kuna zambarau, yani hivyo vyote. Kwa hiyo hii miti asili inapatikana. Kwa hiyo tunawakaribisha yoyote ambaye anataka kupanda miti, ana uhitaji wa miti. Jamani, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia ofisi ya makamu wa kwanza wa rais inatoa miti bure. Maafisa habari walioshiriki katika ziara hiyo ya utalii wa ndani na upandaji wa miti wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, wanaelezea madhumuni na lengo la ziara yao na ujio wao hapa Zanzibar, pamoja na kutoa wito. Madhumuni ya ziara yetu kwanza ni katika ratiba za kikao kazi cha 20 cha maafisa habari, mawasiliano, uhusiano na itifaki ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Muungano, chini ya Idara ya Habari Maelezo, ambapo lengo hasa la ziara yetu kwa siku hii ya leo kwanza ni upandaji wa miti. Kama ambavyo tulivyojionea, tumeweza kupanda miti takriban zaidi ya 2000 tumeweza kuipanda katika eneo la Muyuni, na lengo hasa ni kufikia ile dhamira ya serikali ya kuwa na Zanzibar ya kijani, ambapo tumeona ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar imekuwa ikihubiri uwepo wa Zanzibar ya kijani kwa kuhakikisha kwamba tunapanda miti ili kuweza kudhibiti kwanza mmomonyoko wa ardhi, vile vile mabadiliko ya tabia nchi, na tunajua sote umuhimu wa miti. Kwa hiyo lengo la ziara kuu ni hiyo, kuweza kupanda miti, lakini vile vile tumeweza kukagua maeneo mbalimbali ikiwemo kuona bichi ama fukwe ya huku Kusini Unguja, ambapo wageni wetu hasa kutoka Tanzania bara wameweza kufurahia uwepo wa bichi kama hii, na kikubwa zaidi ni msitu wa Jozani ambao kwa kweli tunajua historia yake. Kikubwa ambacho kipo katika msitu wa Jozani ni tunashuhudia zaidi ya miti yenye zaidi ya miaka
naambiwa 1000 na kuzidi ipo pale. Kwa hiyo ni eneo moja la kihistoria, lakini kikubwa ni kujionea kimapunju ambao wapo katika eneo lile. Dhamira kuu hasa ya ziara hii ni kuunga mkono juhudi za serikali, kwa sababu maafisa habari ndio wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali, na tunashukuru kwamba ziara hii tokea tumeanza kwa kikao chetu hichi, msemaji mkuu wa serikali kaka yetu Msigwa amekuwa na sisi. Kwa hiyo yeye ni msemaji mkuu wa serikali, sisi ndio wasaidizi wake katika idara zetu na wizara mbalimbali. Kwa hiyo lengo kubwa ni kujionea maendeleo yanayofanywa na serikali, kuiunga mkono serikali, kwa sababu maafisa habari wanapojionea mandhari ya maeneo mbalimbali ya Zanzibar watakuwa na jambo jema la kuisemea Zanzibar kwa katika kukuza utalii, kukuza uwekezaji na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa waratibu wa ziara hii, idara habari maelezo SMT na SMZ, kuliona hilo kwamba kuna haja maafisa habari wa serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuja kufanya ziara kama hii adimu na adhimu kwetu, na tunashukuru kwamba wito umekuwa mkubwa sana. Zaidi ya wajumbe 500 ambao tumeshiriki katika mkutano huu, basi inaweza kusema kwamba wingi wao tumeweza kushiriki katika ziara hii. Tumekuja Zanzibar ili kuweza kupata mafunzo kama sisi maafisa habari, maafisa mawasiliano wa wizara na taasisi mbalimbali juu ya utendaji kazi wetu, namna ambavyo tunaweza improve utendaji kazi wetu na namna ambavyo tunaweza kutoa taarifa sahihi kwa wananchi, lakini pia namna ya kutoa taarifa kwa umma, hasa ukizingatia kwamba sasa hivi tunaelekea kipindi cha uchaguzi. Hivyo lazima yale mafanikio yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wito wangu kwa watumishi wenzangu ni kuendelea kupambana, kufanya kazi kwa bidii, lakini pia kuhakikisha tunatoa taarifa sahihi kwa wale wapokeaji ambao ni wananchi. Mafunzo haya tumeyapokea na yametusaidia sana na tumeweza kunufaika vitu vingi. Kwa mfano, kuna baadhi ya vitu au majukumu yetu ya kazi ambayo yalikuwa yakifanywa na watu wengine tulikuwa hatuyajui kama tunapaswa kufanya sisi, lakini kupitia mafunzo haya tumeweza kuelimika na kuweza kuelewa kwamba kitu fulani hakitakiwi kufanywa labda na afisa utumishi, ni jukumu la afisa uhusiano. Mwelekeo tukirudi katika sehemu zetu za kazi ni mambo mengi, yani tuseme la zaidi kutokana na kwamba na hichi kipindi cha uchaguzi tunachoelekea, mwelekeo wetu mkubwa ni kutangaza ile miradi ya kimaendeleo iliyofanywa na viongozi wetu ndani ya hichi kipindi cha uongozi na kuona namna gani tunaweza kuwaelimisha wananchi ili waweze kuelewa na wawe aware katika uchaguzi na vile vitu ambavyo vimefanywa na viongozi wetu. Tumekuja Zanzibar, ni kikao kazi cha maafisa habari wa bara pamoja tumeunganika na visiwani. Lengo kuu hasa kwanza kubadilishana uzoefu kwa kazi mbalimbali ambazo tunazozifanya. Nasema kazi mbalimbali kwa sababu sisi maafisa habari tunatokea kwenye taasisi mbalimbali na kila taasisi zinakuwa na majukumu yake. Lakini pia tunaweza kujifunza kile ambacho mwenzetu anafanya katika taasisi zake, kwa sababu taasisi pia zinatofautiana. Kuna baadhi ya taasisi unakuta kila siku wanapata zile crisis. Kwa hiyo wakipata zile wanaona jinsi gani wanaweza kuwasiliana na umma, kuweza kusawazisha zile changamoto zilizojitokeza, lakini kuna baadhi ya taasisi huoni kama zinatokea zile mara kwa mara. Kwa hiyo kupitia kikao hiki basi maafisa habari kwa ujumla tumeweza kupata fursa kuweza kujifunza vitu mbalimbali kutokana na taasisi zetu, lakini tofauti na hivyo pia
tunapata mafunzo kama tumefundishwa jinsi ya kufanya mawasiliano mazuri zaidi, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi na sisi ni maafisa habari wa serikali mbalimbali. Kwa hiyo inatakiwa tuweze kuwa active zaidi katika majukumu yetu, ni kama vile ukumbusho. Lakini pia ni vizuri pia tunabadilishana uwezo, tunabadilishana mawazo kwa lengo la kuhakikisha habari katika taasisi ambazo tunafanya kazi, taarifa zinakuwa sahihi na taarifa hizo zinatoka kwa wakati. Kwa hiyo lengo kuu hasa ni kuweza kuweka mashirikiano mazuri kati ya maafisa habari na vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari ni watu wa karibu sana ambao sisi maafisa habari tunafanya nao kazi kwa ukaribu kila siku. Wito kwa maafisa habari, tuendelee kufanya kazi kwa bidii, lakini pia tuendelee kujitoa katika majukumu yetu, kwa sababu kuna muda tunahitajika zaidi. Kwa hiyo tuendelee kutoa taarifa kwa wakati na kwa haraka, na taarifa zetu ni sahihi, na tusihofu endapo zinapotokea zile crisis, basi tuwe haraka kuweza kutoa ufafanuzi kwa wananchi, kwa sababu wananchi wanatutegemea sisi ili kuweza kutoa taarifa kwao na ili waweze kufahamu serikali zao zinafanya nini kwa maslahi ya taifa. Asante. Lengo kuu la mafunzo haya ya siku 3 yaliyoanzia tarehe 3 ambayo yanakwenda kukamilika kwenye tarehe 6 ni baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuona kwamba ipo haja ya maafisa habari kukaa pamoja za serikali mbili hizi na kuweza kubadilishana uzoefu wa kazi juu ya namna ya kutangaza neema ambazo ziko kwenye nchi zetu. Kuna kazi kubwa imefanywa na viongozi wetu kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miradi mingi, ilani hile imetekelezwa kwa 100% na ushei. Lakini hata kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya kazi kubwa kwenye miradi ya hospitali, miradi ya skuli, miradi ya bandari pamoja na barabara mpaka za mtaani. Sasa kazi hizi zinahitaji kutangazwa, zinahitaji kuzungumzwa. Lakini huku kwenye serikali, kwenye mashirika ya serikali, kwenye taasisi za serikali kuna mambo mengi yanafanyika. Wananchi hawapati nafasi ya kuyajua. Kwa hiyo maafisa hawa wamekutana siku 3 hizi hapa Zanzibar kwa lengo moja tu, kuhakikisha kwamba wanabadilishana uzoefu na kuhakikisha kwamba wakitoka hapa wanatoka na mkakati wa kuona namna gani wanakwenda kutoa taarifa za serikali, za miradi ya serikali, miradi ya kwenye taasisi zao na mashirika mbalimbali. Na tukifanya hivyo, manake sisi wasaidizi kwenye wizara zetu kwa nafasi zetu tulizonazo za maafisa habari, manake tutakuwa tumewasaidia wananchi kuweza kujua kazi nzuri zinazofanywa na viongozi wetu. Wito wetu ni kwamba kwa sisi maafisa habari ambao tuko kwenye mashirika na taasisi pamoja na wizara, tufanye kazi kubwa sana. Yapo mambo mengi yanafanyika na wakurugenzi wetu wanayafanya kwenye taasisi, makatibu wakuu na wizara zenyewe, mawaziri wanafanya, lakini wananchi hawajui, na sisi tunadhani kama watu wanajua, hawajui. Lakini maafisa habari tukijitoa na tukasimamia vizuri vitengo vyetu, naamini tutakuwa tumepata jopo kubwa la wananchi ambao badala ya kupotoshwa watakuwa wanapata taarifa sahihi kutoka katika taasisi zetu. Maafisa habari hao waliamua kufanya utalii wa ndani kwa kupanda miti katika hifadhi ya msitu wa Jambiani Moyoni kwa lengo la kuhifadhi mazingira, kutembelea fukwe za bahari ya Paje kusini Unguja, pamoja na kwenda Jozani kuona Kimapunju, kupata historia ya hifadhi ya msitu wa Jozani kiuhalisia wake. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Kutoka Moyoni Jambiani ilipopandwa miti wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, Mwarabu Mmadi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.